Kadiri unavyozidi kukua katika ufunuo tunaoita ni nani injili zinazozungumza naye, umekuja kuelewa kwamba ni injili ya Luka kwanza, kisha Marko, kisha Mathayo. Kwamba Luka ni wa kabla ya dhiki, Marko ni wa katikati ya dhiki na Mathayo ni wa baada ya dhiki. Utagundua kuwa sababu ya hadithi kuandikwa kwa njia tofauti katika injili zote tatu, kila tofauti moja ni kuhusu unabii, na tumekuwa tukifunua hili kwa miaka 9 kwenye chaneli yetu kuu Ministry Revealed. Basi wacha nikuonyeshe mfano mzuri ambao unapatikana tu katika injili ya Mathayo, na yote inahusu ngano na magugu. Lakini kwa sababu watu wanasoma kama mavuno ya ngano, watu wengi wanafikiri hakuna kabla ya dhiki, hakuna katikati ya dhiki, hakuna baada ya dhiki, kwamba yote yatatokea mwishoni mwa utawala wa miaka 1000, wakati hilo liko mbali sana na ukweli. Kwa sababu katika Mathayo 13 inasema kwamba itakuwa wakati wa ufalme wa mbinguni, na ufalme wa mbinguni unahusu utawala wa miaka 1000. Kwa njia, neno hilo linapatikana tu katika injili ya Mathayo, na hiyo ni kwa sababu Marko na Luka ni sehemu ya ufalme wa Mungu. Ndio maana kuna kunyakuliwa kabla ya dhiki, kunyakuliwa katikati ya dhiki, lakini la tatu ni kurudi kwa Bwana, miguu yake ikigusa milima wa Mizeituni. Yesu anasema kwamba yeye ndiye aliyepanda mbegu njema na kwamba Ibilisi ndiye aliyepanda mbegu mbaya. Naam, tunagundua kwamba shetani anatupwa chini wakati wa tarumbeta ya katikati, ni miaka 10 na nusu ndani ya dhiki, ambayo ndio wakati mbegu hiyo inapandwa. Kwa hivyo wakati wa utawala wa miaka 1000 zitakuwa pamoja, na inasema katika Mathayo 13 kwamba jambo hilo litashughulikiwa mwishoni mwa ulimwengu. Naam, neno hilo pia linapatikana tu katika injili ya Mathayo, na linahusiana kabisa na mwisho wa utawala wa miaka 1000, ambapo shetani ataachiliwa na ataenda ulimwenguni, atawakusanya ili waje kupigana na Bwana kama idadi ya mchanga wa bahari. Je, umewahi kujiuliza kwa nini wako wengi hivyo? Hiyo ni kwa sababu mbegu iliyopandwa sasa itageuka na kuja kupigana na Bwana, na hapo ndipo atawakusanya magugu ili yachomwe na ngano kutoka katika utawala wa miaka 1000 iingizwe jalalani mwake. Naomba iwe baraka kwako. Kwa heri kwa sasa.